Katika hali inayoendelea kuzua wasiwasi mkubwa katika diplomasia ya dunia, Marekani na Irani zimejikuta katika mvutano mkali ndani ya Umoja wa Mataifa, huku mjadala wa mapitio ya mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia NPT ukianza rasmi mjini New York. Kikao hiki cha mwezi mmoja kinatarajiwa kuwa jukwaa la migongano mikali ya kisheria na kisera kati ya mataifa makubwa na nchi zinazoendelea. Kikao hicho kilichohusisha mataifa 191 kimefunguliwa rasmi, ambapo Irani ilichaguliwa kuwa mmoja wa makamu 34 wa rais wa mkutano huo, hatua iliyozua hasira na pingamizi kali kutoka Marekani na washirika wake wa Magharibi. Irani, ambayo imekuwa chini ya uangalizi mkali kutokana na mpango wake wa kurutubisha uranium, iliteuliwa kupitia kundi la Nani Alaj Movement, muungano wa mataifa 121 unaojitambulisha kama yasiyoegemea upande wowote katika siasa za madola makubwa. Marekani ilipinga vikali uteuzi huo, ikisema ni fedheha kwa mkataba unaolenga kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia, kumpa nafasi ya uongozi nchi inayoshutumiwa kwa kukaidi masharti ya mkataba huo. Mwakilishi wa Marekani katika masuala ya udhibiti wa silaha Christopher Yeo alieleza kwa msisitizo kuwa Irani imeonyesha dharau ya wazi kabisa kwa wajibu wake chini ya mkataba wa kimataifa, akisisitiza kuwa hatua hiyo inadhoofisha uaminifu wa mfumo mzima wa NPT. Katika hotuba yake kali, Yeo aliongeza kuwa ni aibu kwa jamii ya kimataifa kuona Irani ikipewa nafasi ya uongozi badala ya kuwajibishwa kabisa kutokana na tuhuma za ukiukwaji wa masharti ya nyuklia. Hata hivyo, Irani kupitia balozi wake Reza Najafi ilijibu kwa ukali, ikitaja tuhuma za Marekani kuwa za kisiasa na zisizo za msingi, huku ikidai kuwa Washington ndiyo imekuwa ikidhoofisha amani ya kimataifa. Najafi alisisitiza kuwa Marekani ndiyo nchi pekee iliyowahi kutumia silaha za nyuklia katika historia na kushutumu kupanua silaha zake za nyuklia kinyume na malengo ya mkataba huo wa kimataifa. Katika hotuba yake yenye maneno makali, Irani pia ililaumu mashambulizi yaliyofanyika dhidi ya vituo vyake vya nyuklia, ikidai kuwa yalifanywa na Marekani na Israeli na kuyaita kuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Wakati mfumo huo ukiendelea, mataifa ya Australia na Umoja wa Falme za Kiarabu yaliunga mkono msimamo wa Marekani, yakionyesha wazi na huku yakionyesha pia wasiwasi wake kuhusu mwelekeo wa mpango wa nyuklia wa Irani. Nchi za Ulaya kama Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, ambazo zilishiriki makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 kabla ya Marekani kujitoa, nazo zilionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hatua za Irani. Kwa upande mwingine, Urusi ilijitokeza kama mchezaji muhimu wa kisiasa, ikipinga kile ilichokiita kuwalenga vibaya Irani na kutaka mjadala huo usigeuke kuwa jukwaa la lawama za kisiasa. Mwakilishi wa Urusi alieleza matumaini kuwa mkutano huo hautaathiriwa na siasa za migogoro, bali utalenga kuimarisha usalama wa kimataifa wa nyuklia. Wakati huo, taarifa kutoka vyombo vya habari vya Urusi zilifichua kuwa waziri wa mambo ya nje wa Irani alikuwa na mazungumzo na Rais Vladimir Putin, jambo lililoashiria mshikamano unaoendelea kati ya Tehran na Moscow. Katikati ya mvutano huo wa kidiplomasia, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito mzito kwa mataifa yote kushikamana ili kuzuia tishio la maangamizi ya nyuklia duniani. Guterres alionya kuwa kwa mara ya kwanza baada ya miongo kadhaa, idadi ya silaha za nyuklia inaongezeka tena hali inayohatarisha amani ya dunia kwa kiwango kikubwa. Alisisitiza kuwa mataifa yote yanapaswa kurudi kwenye misingi ya mkataba wa NPT kwa kujitolea upya katika kupunguza silaha za nyuklia na kuzuia matumizi yake kabisa. Mkutano huo pia ulijadili mustakabali wa teknolojia mpya kama akili bandia, yani AI, na kompyuta za quantum na jinsi zinavyoweza kuathiri usalama wa silaha za nyuklia duniani. Kwa mujibu wa mkataba wa NPT, mataifa makubwa ya nyuklia kama Marekani, Urusi, Uingereza, Ufaransa na China yalikubaliana hatimaye kupunguza silaha zao, huku mataifa yasiyo na silaha hizo yakiahidi kutozitengeneza kabisa.
Hata hivyo, mjadala wa sasa unaonyesha kuwa pengo kati ya ahadi za kimataifa na uhalisia wa kisiasa bado ni kubwa kabisa, na dunia inabaki kusimama katika hatihati ya mivutano inayoweza kubadilika kuwa mgogoro mkubwa wa kimataifa. Lakini katika hatua nyingine, anga lenye mapigano na mawingu mazito ya siasa za kimataifa, dunia imejikuta tena ikitazama Mashariki ya Kati kwa macho ya hofu na tahadhari. Ripoti mpya kutoka Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la Nuclear International Atomic Energy Agency IAEA zimeweka wazi picha ya hali inayozidi kuwa tete. Irani bado inamiliki kiasi kikubwa cha uranium iliyoboreshwa kiwango cha juu inayoweza kubadilisha mizani ya usalama wa dunia kwa sekunde chache tu. Katika mazungumzo ya kina na vyombo vya habari, mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi alieleza kwa sauti ya tahadhari kuwa sehemu kubwa ya uranium hiyo huenda bado iko katika kituo cha Isfahan, eneo ambalo lililengwa na mashambulizi ya anga mwaka uliopita na kushambuliwa tena katika vita vya Marekani na Israeli dhidi ya taifa la Irani. Isfahan, jina ambalo sasa limegeuka kuwa kivuli cha hofu ya nyuklia, linaendelea kuwa kitovu cha mashaka ya kimataifa. Satellite za shirika hilo zimeonyesha athari za mashambulizi, lakini hazijaweza kuthibitisha kama nyenzo za nyuklia zilihamishwa au la. Grossi alizungumza kwa lugha iliyojaa tahadhari, na hapa namnukuu, "Hatutaweza kuthibitisha wala kukanusha kwamba nyenzo bado zipo pale." Mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo imeacha pengo kubwa la wasiwasi katika mioyo ya wataalamu wa usalama wa dunia. Wakati huo picha za satellite za Airbus zimeonyesha msururu wa maroli yakibeba kontena za Blue 18 zikielekea kwenye handaki la chini la ardhi katika kituo cha teknolojia ya nyuklia za Isfahan, muda mfupi kabla ya vita vya siku 12 vilivyotikisa dunia. Kwa mujibu wa makadirio ya IAEA, Irani inamiliki takriban kilo 440 za uranium iliyoboreshwa hadi 60%, kiwango kilicho karibu sana na 90% inayotumika kutengenezea silaha za nyuklia. Wataalamu wanaita hatua hiyo hatua moja tu kuelekea bomu. Katika upande wa diplomasia, mvutano umeendelea kuchochewa na historia ya migogoro ya kimataifa. Marekani chini ya uongozi wa Rais Donald Trump imesisitiza kuwa mashambulizi ya awali yalilenga kuharibu kabisa uwezo wa nyuklia wa Irani, kauli ambayo Teherani imepinga vikali. Lakini Irani yenyewe kupitia msimamo wake wa muda mrefu imesisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani kabisa na si vinginevyo. Kauli hizi mbili zinagongana, zimeacha dunia ikiwa katikati ya vita vya maneno na mashaka ya kimkakati. Katika vituo nyeti kama Natanz Nuclear Facility na Fordo Fuel Enrichment Plant, IAEA inasema bado kuna haja ya ukaguzi wa moja kwa moja, lakini hali ya vita na mvutano wa kisiasa imezua taharuki na imezuia hatua hizo muhimu. Wakati huo mjadala wa kimataifa umehamia hata kwenye njia ya bahari. Strait of Hormuz, njia muhimu sana ya usafirishaji wa mafuta duniani, imeanza kutajwa tena kama eneo hatari endapo mvutano utaongezeka. Katika Umoja wa Mataifa, mjadala kuhusu Iran umeingia katika duru mpya ya mapitio ya mkataba wa kuzuia ueneaji wa silaha za nyuklia. Irani ikiwa mwanachama wa mkataba huo inatakiwa kuruhusu ukaguzi wa kina, lakini utekelezaji wake umekuwa mgumu zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Grossi ametoa wito mzito. Kuna haja ya kuhakikisha nyenzo hizi zinatoka Irani au zinapunguzwa nguvu yake ya uharibifu. Huu ni wito unaoonekana kama mwisho wa uvumilivu wa kimataifa. Katika upande mwingine wa diplomasia, mazungumzo yasiyo rasmi yamehusisha hata mataifa kama Urusi yakijadili uwezekano wa kuhamisha uranium hiyo nje ya Irani, operesheni iliyotajwa kuwa hatari, nguvu na yenye gharama ya kisiasa isiyopimika. Lakini ndani ya Teherani, uongozi wa Irani unaendelea kusisitiza kuwa hautasalimu amri kirahisi hata kidogo. Kwao mpango wa nyuklia ni alama ya heshima ya kitaifa na ulinzi dhidi ya shinikizo la mataifa ya nje. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema dunia sasa iko katika dirisha nyembamba la maamuzi, ambapo makosa madogo yanaweza kusababisha mapigano makubwa ya kihistoria. Katika mitaa ya Teherani, propaganda na hotuba za kisiasa zinaendelea kuimarisha msimamo wa kutokubali shinikizo la Magharibi, huku Washington ikisisitiza kuwa haitaruhusu Irani kufikia uwezo wa silaha za nyuklia. Katika vyumba vya siri vya mazungumzo ya kidiplomasia, maneno kama makubaliano mapya na urekebishaji wa mpango wa nyuklia yanarudiwa sana, lakini suluhisho la kudumu bado halijapatikana. Grossi
mwenyewe ameweka matumaini madogo lakini ya tahadhari. Bado anaamini kuna mwangaza mdogo wa matumaini, lakini akisisitiza kuwa bila maamuzi ya kisiasa, mwanga huo unaweza kuzimika kabisa. Wakati dunia ikitazama, mvutano kati ya Irani na mataifa makubwa unaendelea kuwa mchezo hatari wa karatasi na siasa za kijeshi, za kistratejia, yani za kimkakati, mchezo ambao mshindi wake bado hajajulikana.